ukamilifu wake mwendo wa saa 3 jioni. Tukizidi kukutaarifu ni kuwa licha ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kuhakikisha haki sawa ya kumiliki ardhi kwa wanaume na wanawake katika jamii ya Pokot bado wananyimwa haki ya kurithi ardhi kutoka kwa baba zao na waume zao. Hali hii ngumu imewaacha wanawake wengi bila ardhi, wakiwa hatarini na bila sauti. Sheila Chelangat anaelezea kuhusu juhudi za wanawake wa Pokot kupigania usawa katika umiliki wa ardhi katika jamii ambayo bado inashikilia mila hizi. Kaunti ya West Pokot ambapo ardhi ni rasilimali na uhai. Zaidi ya 80% ya watu hapa wanategemea ardhi kwa chakula na mapato, lakini kwa wanawake wa West Pokot ardhi imekuwa kitendawili. Miaka 15 tangu kupitishwa kwa katiba ya mwaka 2010, wanawake wa jamii ya Pokot bado wananyimwa haki ya kurithi ardhi kutoka kwa baba zao na waume zao. Sasa wakati nataka kujenga, nimeweka hapo nyasi na mapost, ndio baba akaaga kufurushwa, nikakuja sasa hapa senda. Mila hii imeendelea kumnyima Emily Longura, mama wa watoto wawili, kile ambacho sheria inamhakikishia: haki ya kurithi ardhi kutoka kwa baba yake. Tunakutana naye anapojiandaa kuhudhuria kesi katika mahakama ya Kapenguria. Mahakamani pamekuwa ni tumaini lake pekee la kupata sehemu ya ardhi kutoka kwa kaka zake 6 waliomfukuza kwa nguvu nyumbani baada ya kifo cha baba yao. Hizi yangu mingi unafanyaga uchanje mshikwi. Angalia. Unafanyaga uchanje mshikwi ndio hii bora nyingine iko hapa. Hata unatakikana kushikwa. Askari wakitaka kukushika anaomba off ameenda hapo sahi off, huyu askari yuko. Ndio hii bora na faresti yako iko. Na si uongo. Naye Scholar Kimerinyang, mjane na aliyekuwa mke wa pili, anaelezea jinsi alivyopanda mbegu, kutunza mifugo na kuvuna mahindi ya marehemu mumewe, lakini ilipofika wakati wa kurithi ardhi, mila hii ilimfungia nafasi ya kurithi ardhi aliyoifanyia kazi kwa bidii miaka hii yote, huku watoto wa marehemu mumewe wakimpiga na kumpatia notisi ya kuondoka. Na wamepelekwa kotini na watachukuliwa hatua yeyote. Wamenisukumia tu, wanaenda mention kila mwezi ni mention. Mimi sina vitu ya kutumia kwenda barabara, sina transport, sina vitu yeyote. Baraza la wazee wa Pokot linakiri kuwa licha ya katiba ya Kenya kuwaruhusu wanawake kurithi ardhi kutoka kwa wazazi wao, masuala ya kitamaduni bado yana nafasi kubwa katika kuamua kama mwanamke atapewa kipande cha ardhi. Lakini hata akipeleka kotini, hiyo kotini itachukua muda, na tuko kila mara tunaomba kotini ya kwamba mashamba wote ile ya jamii yote lazima arudishwe crown, wazee atatue. Tarehe 28 mwezi ujao, Emily atarejea tena katika mahakama ya Kapenguria baada ya juhudi za upatanisho kushindikana kwenye kesi yake. Naomba serikali, naomba tu mtusaidie, hata kupitia chiefs wajue hakuna penye watoto wasichana wanaenda saizi, tupate tu haki yetu. Kwa sasa changamoto bado zipo. Kwa Emily na wenzake, wana matumaini kuwa hadithi ya umiliki wa ardhi hapa itaandikwa upya, ambapo wanawake pia wataweza kudai nafasi zao halali kama wamiliki wa ardhi. Sheila Chelangat, Runinga ya TV47.